Karibu katika mkasa huu wa kweli. Binti Ruti alivyojifunza usagaji. Katika mkasa huu tutaweza kufahamu ilikuwaje, lakini napenda kutumia maneno watha effective. Tutatumia maneno mazuri kuona tunaweza kuficha ukali wa maneno. Binti Ruti alivyojifunza maisha kwa njia ngumu. Katika mji mmoja, wakati uliokuwa na pirikapirika za kawaida za maisha, aliishi msichana aliyeitwa Ruti. Alikuwa msichana mchangamfu, mwerevu darasani na mwenye ndoto kubwa ya kuwa mtu muhimu siku moja. Ruti alikuwa katika familia ya kawaida. Baba yake alikuwa mfanyakazi wa ofisini na mama yake alikuwa mfanya biashara mdogo mdogo. Walimlea Ruti kwa maadili mema, wakimfundisha kuheshimu watu, kusoma kwa bidii na kujitunza. Lakini kama ilivyo kwa vijana wengine, Ruti alipofika umri wa ujana alianza kupitia mabadiliko mengi ya kihisia na kifikira. Maisha ya shule ya sekondari. Alipojiunga na shule ya sekondari ya bweni, maisha yake yalibadilika ghafla. Ilikuwa mara ya kwanza kuishi mbali na wazazi wake, mara ya kwanza kuwa huru kufanya maamuzi mengi peke yake. Mwanzoni alijitahidi kuzingatia masomo, lakini polepole alianza kuvutiwa na marafiki wapya, hasa kundi la wasichana walikuwa wakionekana kuwa wa kisasa zaidi. Walikuwa na mitindo ya kipekee, walizungumza kwa kujiamini na walionekana kama hawajali sana sheria za shule. Miongoni mwao kulikuwa na msichana mmoja aitwaye Sia, mtulivu, mwenye mvuto wa kipekee na aliyekuwa na ushawishi mkubwa kwa wengine. Urafiki ulianza kawaida. Sia alimkaribia Ruti taratibu. Alianza kwa kumsaidia kwenye masomo, kumpa ushauri na kumfanya ajisikie wa pekee. Ruti alipata faraja kubwa kwake. Walikaa pamoja darasani, walisoma pamoja na walizungumza usiku hadi kuchwe wakiwa bweni. Urafiki wao ulikuwa karibu sana kiasi kwamba watu wengine walianza kujiuliza, lakini Ruti hakujali. Kwake ilikuwa ni urafiki wa kawaida uliojaa uelewa. Mabadiliko yasiyoeleweka. Kadri muda ulivyopita, Ruti alianza kuhisi mambo ambayo hakuwahi kuyahisi kabla. Alikuwa akihisi wivu Sia alipokuwa karibu na wasichana wengine. Alikuwa akimkosa sana walipotengana, na mara nyingine alijihisi kuwa na furaha ya ajabu alipokuwa karibu naye. Ruti alijaribu kupuuza hisia hizo, lakini hazikuondoka. Siku moja Sia alimwambia kwa utulivu, Ruti, si lazima uogope unachohisi. Maneno hayo yalimchanganya zaidi Ruti. Shinikizo la rika. Ruti aligundua kuwa baadhi ya wasichana katika kundi lao walikuwa na mahusiano ya aina moja kwa siri. Walionekana kama ni jambo la kawaida kwao. Yaani mwanamke na mwanamke ndo kitu kilichokuwa kinamkaribia kumkuta Ruti, yaani kujifunza usaganaji. Basi walimwambia, hii ni sehemu ya kujitambua, hakuna tatizo. Yaani mahusiano ya jinsia moja eti ni sehemu ya kujitambua, hakuna tatizo. Yaani washiriki tendo kwa wanawake kwa wanawake. Kwa kuwa Ruti alikuwa bado anajitafuta, Ruti alianza kushawishika. Alitaka kubadilika, alitaka kueleweka sasa.
lakini ndani yake kulikuwa na sauti nyingine iliyokuwa na maswali ya hofu mkanganyiko. Hatua ya kwanza isiyofikiriwa sana, bila kuelewa kikamilifu, Ruth alijikuta akiingia katika mahusiano ya karibu zaidi na Sia, ambapo walianza kufanya kwa wanawake kwa wanawake. Mwanzoni ilionekana kama faraja, mtu kumwelewa mtu wa kuwa naye karibu, lakini baadaye mambo yalianza kubadilika. Urafiki uligeuka kuwa utegemezi, na utegemezi ukaanza kuleta maumivu. Matokeo yake masomo ya Ruth yalianza kushuka. Ruth alikuwa akiwaza sana, akihangaika kihisia na kushindwa kuzingatia malengo yake, kwani ile kitendo kimeshaanza kumwasiri na hivyo kimeshamwingia akilini mwake. Anawaza hisia tu, mambo ya hisia. Wakati mwingine waligombana na Sia, na hali hiyo ilimvuruga sana. Hakujua jinsi ya kushughulikia hisia zake tena. Alihisi kama amepotea tayari. Kugunduliwa siku moja, walimu waligundua tabia zisizo za kawaida miongoni mwa baadhi ya wanafunzi. Uchunguzi ulifanyika. Majina kadha yakatajwa. Miongoni mwao alikuwemo Ruth. Hiyo lilikuwa pigo kubwa kwake. Aliitwa ofisini, wazazi wake wakaja ili wasikilize. Mama yake alilia sana baada ya kuambiwa tabia za Ruth akiwa amebadilika katika maisha yake. Baba yake alinyamaza kwa huzuni sana, na hapo ndipo Ruth alitambua uzito wa kile alichokuwa akifundishwa na marafiki zake ambao walimfanya aingie katika tabia hizo mbaya. Kipindi kigumu cha kujitafakari. Baada ya tukio hilo, Ruth alihamishwa shule. Alijikuta akiwa peke yake zaidi kuliko hapo awali. Hakukuwa na Sia, hakukuwa na kundi la marafiki wale wabaya tena. Alikuwa na muda mwingi wa kufikiri. Alianza kujiuliza maswali magumu. Nilikuwa natafuta nini hasa? Je, nilikuwa nikifuata moyo wangu au shinikizo la watu? Nimejifunza nini? Polepole alianza kujijenga upya, safari ya kujielewa. Ruth alianza kusoma vitabu, kuzungumza na washauri na kujitafakari kwa kina. Ruth aligundua kuwa alikuwa akitafuta upendo na uelewa. Alikuwa akihitaji mtu wa kumjali, na alikubali kushawishika kwa sababu ya upweke. Alianza kuelewa kuwa kujitambua ni safari, si jambo la haraka. Maisha mapya. Baada ya muda, Ruth alirudi shuleni akiwa na mtazamo mpya. Alizingatia masomo yake, alichagua marafiki kwa makini, na si kama vile mwanzo alivyochagua kina Sia na marafiki, kundi lake baya lililomfundisha mambo ya usagaraji. Na zaidi ya yote, alijifunza kusikiliza nafsi yake kabla ya kufuata wengine. Ruth alipata amani polepole. Funzo la mkasa huu kwake lilikuwa ni kubwa sana. Alijifunza kuhusiana na mkasa ambao ulikuwa unampa. Ndivyo ametuletea. Unaambiwa sio kila ushawishi ni sahihi. Kujitathmini ni muhimu kuliko kukubali kundi usilolifahamu vizuri. Ni muhimu zaidi. Maisha yanaweza kurekebishwa, lakini maamuzi yana matokeo yake. Baada ya kukumbuka, Ruth alihamishwa shule, si ndio? Ruth aliendelea kusoma. Mwalimu alibadilisha mwelekeo wa Ruth katika shule hiyo mpya. Kulikuwa na mwalimu mmoja wa somo la fizikia aliyeitwa Bi Amina. Alikuwa mtu wa utulivu, mwenye busara, na yeye alikuwa na uwezo wa kuona zaidi ya kile kinachoonekana. Mwalimu huyo aligundua mabadiliko ya Ruth mapema. Siku moja baada ya kipindi, alimuita kwa upole. Ruth, unaonekana kubeba kitu kizito moyoni mwako. Kama ungependa kuzungumza na, niko hapa.
Mwanzoni Ruti alisita, lakini siku ilivyopita alihisi kuna kitu cha tofauti kwa mwalimu huyo. Hakukuwa na hukumu, kulikuwa na nafasi ya kusikilizwa. Hatimaye siku moja alifungua moyo wake. Alisimulia kila kitu. Alitarajia lawama, lakini Bi Amina alimsikiliza kimya kimya, kisha akasema, makosa hayakufanyi uwe mwisho wa maisha yako, ni sehemu ya safari yako. Maneno hayo yalimgusa Ruti kwa kina. Safari ya uponyaji. Kuanzia hapo, Ruti alianza kubadilika taratibu. Alianza kuandika hisia zake kwenye daftari, kusoma vitabu vya kujijenga, kujifunza na kujisambisha. Na hiyo jitihada iliendelea muda mrefu. Kutokana na watu wapya, polepole Ruti alianza kufungua moyo wake kwa watu wengine. Alikutana na msichana mmoja aitwaye Neema, aliyekuwa mnyenyekevu na mwenye heshima. Neema hakujua historia ya Ruti, lakini alimkubali jinsi alivyo. Urafiki huo ulikuwa tofauti na ule wa zamani, kule alikojifunza urafiki wa kinasia na marafiki wengine wa kundi baya. Hakukuwa na shinikizo, hakukuwa na utegemezi wa kihisia kupitia kiasi. Kulikuwa na mipaka ya heshima na ukweli na utu uliojaa hekima. Na hiyo ilimsaidia Ruti kujifunza aina mpya ya uhusiano, ule wenye afya na wenye kujenga katika masomo na shule kwa ujumla. Jaribio lingine la maisha. Siku moja mwanafunzi mmoja alianzisha uvumi kuhusu Ruti, ingawa hakuwa sahihi kabisa. Alimrudisha nyuma kihisia. Alijikuta akitetemeka kama vile historia ilivyokuwa inajirudia. Lakini safari hii hakukimbia kabisa. Alikumbuka alichojifunza. Alizungumza na mwalimu wake, alizungumza na wazazi wake, na kwa mara ya kwanza alikaribia na hali badala ya kuifichia. Huo ulikuwa ushindi mkubwa wake. Kujikubali. Muda ulivyopita, Ruti alianza kujikubali zaidi. Alikubali kuwa alipitia kipindi kigumu. Alifanya maamuzi ambayo hayakuwa bora, lakini bado alikuwa na thamani kama mtu. Hiyo ilimpa nguvu mpya. Hakujiona tena kama yule wa zamani wa kipindi cha kinasia na marafiki zake wabaya wale katika shule ambayo alihama. Alijiona kama mtu aliyekuwa na ndoto zinarejea. Msomo yake yalianza kuimarika tena. Alianza hata kushiriki katika mijadala ya shule, akizungumza kuhusu changamoto za vijana na umuhimu wa kufanya maamuzi sahihi. Watu katika shule ile walianza kumheshimu Ruti, si kwa sababu ya ukamilifu wake, bali kwa sababu ya uhalisia wake ambao waliweka wazi na kuwafundisha watu. Kukutana na dhamani tena. Miaka michache baadaye, Ruti alipokuwa likizo, alikutana kwa bahati na Sia. Ilikuwa ni mara ya kwanza tangu waachane. Kulikuwa na ukimya wa muda mfupi, kisha Sia akasema, nilikuwa na makosa pia. Ruti alitabasamu kidogo. Hakukuwa na hasira tena moyoni mwake. Alikuwa tayari amepona. Walizungumza kwa heshima bila kurudia yaliyopita. Na alipoagana ilikuwa kwa amani, si kwa maumivu. Mwisho wenye nguvu. Ruti alikuwa mwanamke mwenye hekima kabla ya umri wake. Alijifunza kuwa kujitambua ni safari ndefu. Shinikizo la rika naweza kupotosha, lakini si lazima nikufafanue. Na mtu unaweza kukagua, lakini bado anaweza kusimama tena. Ruti aliamua kutumia uzoefu wake kuwasaidia wengine. Alianza kuzungumza na vijana shuleni kuhusu maamuzi ya mipaka na kujitathmini. Na kila alipoangalia alikumbuka alikotoka, na kwa sababu mkasa wake haukuwa mwisho wake, ulikuwa mwanzo wa nguvu yake mpya. Maisha ya Ruti yakaendelea, na akapata mchumba, akaolewa na wakafunga ndoa nzuri kabisa. Ruti amesema kuwa ameandika vitabu vya kuwafundisha vijana na watu kuhusiana na makundi rika ambayo anatakiwa kujiunga
na si kwa sababu ya shinikizo, kwamba kwa sababu wana pesa ama ni watu wazuri kwa uso, bali angalia tabia. Ruth anaishi katika familia yake, wamejenga na mume wake na ana watoto 3 kwa sasa. Mkasa huu umeletwa kwako nami Martha King Vam, kipenda niitwe Asagwire JR. Kumbuka kusubscribe channel yetu inaitwa Vam TV Online, kisha share na marafiki, like, toa maoni yako, tuwe wote katika simulizi na mikasa mingine mbalimbali. Asante.